Ebana, naam, basi karibu tena katika movie yetu katika siku ya leo. Movie inaitwa Beji ya mwaka 2018. Katika movie yetu inaanza katika eneo ambalo kuna mbwa mdogo alikuwa anakimbiza gari la majambazi, ambalo gari hili lilikuwa limeweza kuwateka watoto wadogo. Mmoja anaitwa Frankie ambaye ni huyo wa kike na mwingine anaitwa Carter. Sasa walikuwa wameweza kumuona mbwa wao namna ambavyo walivyokuwa wanajaribu kuweza kukimbiza lile gari. Na lengo lake ni kuhakikisha kwamba basi watoto hao hawapelekwi mahali popote pale. Majambazi wenyewe walikuwa wameweza kuingiza baridi. Basi waliweza kuwapeleka katika eneo ambalo la siri, lakini kibaya zaidi ni kwamba mbwa huyu kipindi ambacho anawakimbiza hawa majambazi, bahati mbaya basi aliweza kuwapoteza mali ambako walipokuwa wameenda basi kujificha. Dakika za jioni kabisa aliweza kuona alama ambazo alama hizi ni alama za strawberry. Strawberry hizi mara nyingi kijana yule ambaye anaitwa Carter ndiye basi alikuwa ameweza kumfanya mbwa huyu aweze kumpenda pale awali. Kwa hiyo ile alama ilikuwa ni alama yake baina yake yeye pamoja na mbwa huyu. Mbwa huyu alifanya juu chini mpaka kaenda basi kwenda kukuta eneo ambalo vijana hao wadogo walikuwa wameweza basi kwenda kufichwa na hao majambazi. Chanzo cha huyu mbwa mpaka kwenda basi kuanza kuwatetea watoto wao ilikuwa ni nini? Mbwa huyu miaka kadhaa iliyokuwa imeweza kupita alikuwa anaishi pamoja na familia yake na alikuwa mbwa mdogo sana. Kwa bahati mbaya kulikuwa kuna miamba ambao walikuwa wanakusanya mbwa wote katika mji mzima. Sasa katika kipindi hicho miamba wao waliweza basi kufika katika eneo ambalo mama yake alikuwa basi ameweza kuzaa watoto wengi sana. Wanaweza kuwachukua watoto wengine wote na mwisho wa siku wakaweza kumsahau mbwa huyu anaitwa Beji katika eneo lile pale. Beji aliishi maisha ya mtaani mpaka pale basi alipokuja kukutana na kijana huyu mdogo anaitwa Carter. Carter aliamua basi kuweza kumpa mbwa huyu strawberry kwa mara ya kwanza kabisa kipindi ambacho amefanikiwa kabisa kuweza kumuona hapo barabarani. Mbwa huyu alimpenda mpaka akaweza kufika katika nyumba yao. Katika familia yao mama yake hakutaka kabisa kuweza kutunza mbwa, kwani baba yake mzazi hakuwepo katika familia yake. Kwa mwanamke huyu alikuwa amechukulia kama lile jambo litakuwa kama vile ni mzigo wa kulea watoto wawili pamoja tena na mbwa. Mbwa katika nchi za wenzetu kama kawaida uwaga wanalelewa vizuri sana. Sasa katika kipindi ambacho Carter ameshangaa kuweza kumuona mbwa huyu kipindi ambacho ameweza kuingia katika familia yao, basi alifanya juu chini angalau basi mama yake asiweze kugundua lile jambo. Ila mama yao kipindi ambacho akaja kugundua kwamba kuna mbwa ambaye anaishi ndani ya familia hii, mwanamke huyu aligoma kabisa kuweza kumlea huyu mbwa. Hapo ndipo Carter alipoamua basi kwenda kumruhusu mbwa huyu afanikiwe kabisa kuweza kuondoka katika familia hii. Alimweka katika eneo la mvua ambapo mvua ilikuwa inanyesha, ilikuwa kali sana. Kisha akamruhusu mbwa huyu arudi zake mtaani kama hapo awali. Alikuwa ameazoea maisha ya mtaani na kuweza kufika katika familia ya kina Carter, basi maisha yake kuanzia pale yakarudi kama hapo awali. Basi huko mtaani alienda basi katika eneo ambalo basi la dampo, alikuwa basi anaishi na mbwa mmoja ambaye mbwa huyu alikuwa ni mkali sana. Alikuwa na uwezo wa kunusa kuliko hata kuona. Macho yake alikuwa basi yameweza kujifunga kwa sababu ya nywele zake nyingi sana. Maisha yake yalikuwa magumu sana. Sasa katika eneo la duka la saa ndipo basi majambazi walipoenda basi kuvamia katika eneo hilo hapo. Na hapo vijana hao wawili waliweza kufika pale na lengo lao lilikuwa basi kwenda kununua saa ambayo ilikuwa ni ya marehemu baba yao, ambayo saa hiyo walikuwa wanafika pale kwa siri kila mara wakiwa wanajaribu kuweza kudunduliza vipesa vidogo vidogo mpaka pale ambako basi hiyo pesa ya kununua hiyo saa itakapoweza kutimia. Muuzaji huyu alikuwa anawapenda sana. Ila katika siku ya leo baada ya kuweza kuona sura ya huyu mtu aliyekuwa ameweza kufanya utekaji katika eneo hili la duka, ndipo kizaazaa kilipoanza. Watoto hawa basi wakaweza kutekwa, na baada ya kutekwa sasa huyu mzee aliyekuwa anauza katika duka hili hakujua nini cha kufanya. Aliwakabidhi saa zote wale majambazi na kisha wakaweza kumfungia katika chumba kimoja. Huko ndipo basi vijana hao wadogo nao basi waliweza kupakizwa katika gari, na hapo safari yao kuelekea katika eneo la siri ndipo ilipoweza kuanza. Safari hii ilikuwa ni safari ndefu sana, lakini ilikuwa na majaribu ya hapa na pale. Ila Beji anahakikisha kwamba vijana hao hawapelekwi mbali na eneo hilo hapo hata kidogo. Lakini katika eneo ambalo basi waliweza kufikishwa katika nyumba ambayo ni asiri, nyumba hii ilikuwa basi imebomoka, lakini huko ndipo kizaazaa kilipokuwa kimeweza kuanza. Mama yao alikuwa anaitwa Hughes, alikuwa na mashaka sana kwa sababu alikuwa anafanya kazi, lakini pia hajajaribu hata kuweza kuwasikia watoto wake katika siku hiyo ambayo basi alikuwa kazini. Hajaribu kuweza kuwapigia, lakini hakuweza kusikia mlio wala simu ikiwa imeweza kupokelewa katika siku hiyo. Sasa hao majambazi walikuwa wanajaribu kuweza kuhesabu mali zao ambazo walikuwa wameweza kuzipata, na pia walikuwa wamehakikisha kwamba hakuna mtu yote atakayeweza kuwakamata. Mbwa huyu alifanya juu chini kuweza kufika katika eneo lile pale na kuanzisha basi mashambulizi hapa na pale. Huko ndipo basi alipogundua kwamba watoto wao wameweza kutekwa na wameweza kufungwa kamba. Sasa mashambulizi yale sasa basi kuambatana na fujo za hapa na pale. Beji alikuwa ni mbwa mwenye akili sana. Aliwachezesha makida hawa walinzi
pamoja na mbwa ambaye alikuwa ni mbwa katika eneo hili hapa. Mbwa wao pia aliweza kuchezeshwa makida, ndipo akagundua kwamba kuna gari hili liko pia ni bovu. Akaweza kumfikisha huyo mmoja kati ya jambazi katika eneo hili hapo, na kisha akamuingiza mpaka ndani ya gari lile, na hapo naye pia akaweza kutoroka. Alipokuwa ameweza kufika katika eneo lile pale kwa ajili ya kuweza kuwafungua watoto hawa, hapo alishindwa kuweza kuwafungua, na kizaazaa kilipokuwa basi kinazidi basi kuchechemea katika eneo hili, ndipo akahisi kabisa kwamba kuna mbwa mwingine ambaye alikuwa ni mkali sana. Huyu alikuwa ni mkali hata kuliko yeye, alikuwa na uwezo wa kuweza kumaliza. Basi akaruka kuelekea nje. Huko nje alipokuwa ameweza kuruka, basi akawa ameweza kuokoa maisha yake. Akagundua kwamba hawezi kuokoa akiwa yeye peke yake. Akarudi basi nyumbani kwenda kumuita yule mtu ambaye anaweza basi kutoa msaada katika eneo lile pale. Alipofika katika lile duka la saa, alijaribu basi kuweza kufungua, lakini akaja kushindwa. Akatafuta njia nyingine, akamkuta yule mzee akiwa ameweza kufungwa ndani kabisa. Akajaribu kuweza kuingiza funguo katika eneo lile basi la mlango, ndipo alipofanikiwa basi kuweza kumfungulia huyu mzee. Mara kwa mara mzee huyu alikuwa anamkumbatia, lakini hakuweza kuelewa lugha ambayo basi alikuwa anaiongea mbwa huyu. Hapo mzee huyu ambaye alikuwa anauza ile duka aliweza kuwapigia polisi, na polisi walipoweza kufika, basi ndipo akaweza basi kuelezea situation ilivyokuwa, yani hali halisi ilivyokuwa imeweza kujitokeza. Sasa kwa wakati huo, kipindi ambacho wanajaribu kuweza kuongea, walikuwa wameweza kujisahau, walikuwa wameweza kumfungia Beji ndani ya nyumba. Wakaweza basi kuona moja kati ya kile kinyago ambacho yule jambazi alikuwa ameweza kukivaa. Kile kinyago baada ya Beji kuweza kukiona, akafanya utaratibu wa kuweza kufika katika eneo lile pale. Basi hapo akaweza kunyakua kile kinyago, na kisha akawaonyesha njia basi ya kuweza basi kumfuata. Wakawa wanamwangalia, na ndipo huyu mzee akasema kwamba huyo mbwa ndiye mbwa aliyekuwa ameweza kunisaidia. Sasa mwanamke huyu anaitwa Hughes. Basi mwanamke huyu ndiye aliyekuwa ameweza kumfukuza mbwa huyu kutoka katika familia yake, na mpaka kwa hivi sasa alikuwa anamwangalia katika eneo la macho. Ni kama mbwa huyu alikuwa anazungumza kwamba nifuateni mimi ndio najua mahali ambako walipo. Basi lakini walikuwa hawezi kabisa kuweza kumsikia. Ndipo walipoamua basi kuweza basi kumfuata huko mbwa alipokuwa anakwenda. Barabara ilikuwa ni katika vichochoro vya hapa na pale, mpaka mbwa basi alipoweza kuwafikisha katika eneo ambalo kulikuwa na nyumba ambayo ilikuwa ni mbovu. Walipofika kule ndani ya nyumba, wakakuta kabisa kwamba wale vijana tayari walikuwa wameshaanza kuondoka. Wakakuta kile kinyago pale chini, na mbwa akaanza kunusa, lakini mwisho wa siku hawakuweza kuona mtu wa aina yote. Kumbe kuna kitu ambacho hakuweza kugundua katika eneo lile pale. Huyo askari polisi akaanza kabisa kumdharau na kuanza kumkejeli na kuanza kumwambia kwamba ndio kitu chote ambacho mje kutuleta katika eneo hili hapa. Mambo gani haya? Huu ni ushenzi. Akajaribu kuweza kufuatilia nini ambacho kimeweza basi kumfanya yeye mwenyewe binafsi ashindwe kugundua kwamba watu hao wameweza kwenda wapi. Akaenda katika eneo ambalo basi kulikuwa kuna mlango wa siri, lakini pia hata na yeye pia kuweza kugundua. Akachukua moja kati ya kikopo ambacho hichi ni chakula ambacho yule jambazi alikuwa anakula, vyakula vya makopo. Mbwa akamuonyesha na kuweza kumsogezea kabisa, lakini bado huyu askari akaonyesha kabisa kama vile ajali kile ambacho alichokuwa anajaribu kuelekezwa na huyu mbwa. Huyu mwamba aliweza kumdharau kabisa, na kisha mbwa huyu alikuwa na hasira sana. Kisha mwanamke huyu pia aliweza pia kumdharau tena, kuweza kumwambia kwamba aondoke na kwenda mbali. Mbwa aliondoka na kwenda kuishi katika eneo ambalo basi ni la mbali sana. Maisha yakawa katika taharuki. Sasa kuna simu ambayo mtoto huyu aliweza kuangusha barabarani, ambayo hii simu hii ilikuwa na video nyingi sana, ambazo video hizi zilikuwa basi zimeweza kucontain kile ambacho watoto wao walikuwa wanamsifia mbwa huyu. Kuanzia siku ya kwanza wanaanza kumsifia mama yao, wakaanza kuongelea kama mama yao siku ambayo wataweza basi kugundua kwamba mbwa huyu anamlea ataweza kukataa. Kweli mama yao anakuja kukataa. Kwa mwanamke huyu alijisikia vibaya sana kwamba watoto wake pia walikuwa wameweza kumgundua roho yake ilikuwa sio nzuri sana, na walikuwa pia wanamsema kwa sababu kile ambacho alikuwa nacho moyoni mwake. Sasa huyu mtoto anaitwa Kata alikuwa pia anamsifia mama yake, na alikuwa anasema kwamba amemisi baba yao mzazi, kwa sababu baba yao kama angekuepo basi angeweza basi kumfanya aweze basi kumlinda huyu mbwa na kuweza kumtunza katika familia yao. Mwanamke huyu alijisikia vibaya sana. Basi muda ulizidi kwenda, mbwa aliishi katika mazingira magumu, ndipo basi akaja basi kufuatilia kwa siri sana. Akamkumbuka kuna mbwa mmoja ambaye mbwa huyu alikuwa na uwezo wa kunusa, na kulikuwa kuna vitu vingi sana ambavyo anaweza akanusa, na akagundua kwamba watu wao watakuwa wameenda wapi. Basi akafanya juu chini, akaenda basi kuna kumuita mbwa huyu baada ya kuweza kumpa chakula, ambacho chakula hichi alikuwa ameweza kukiiba kwa mmoja kati ya mtu ambaye alikuwa anauza vyakula barabarani. Sasa hapo akaweza kumlazimisha na kuweza kuongea naye katika lugha ambayo mbwa wanasikilizana. Hii lugha mimi sijui. Hata katika kipindi ambacho ameweza kuitana mpaka katika eneo ambalo basi la nyumba, akaweza kumuonyesha yale mavazi ambayo watoto wale wako basi wameweza kujikalisha katika eneo lile pale na kuweza kujiviringishia. Mbwa huyo alipoanza kunusa, ndipo basi akaweza kumfikisha katika eneo basi ulikuwa kuna mlango wa siri, ambako pale mwanzo alikuwa ameweza kufika na yule askari, lakini yule askari hakaweza kugundua jambo la aina yote. Kwa hivi sasa waliamua kuweza kutumia nguvu zao, wakaweza kuvuta ule mlango.
kisha wakafanikiwa basi kuweza kuinua ule mlango. Hapo hapo safari ya chini ya ardhi ndipo ilipoanza. Kumbe kuna mlango huu, na yule askari akaweza kugundua. Basi safari hii ilipoweza basi kuwapeleka katika eneo ambalo basi vijana hao watakuwa wameweza kupita, na mbwa alikuwa ananusa katika hali ambayo basi ni umakini uliokuwa wa hali ya juu. Hakuwa na macho yaliokuwa anaona vizuri, bali alikuwa na uwezo wa kunusa kwa uwezo mkubwa sana. Ndipo tunaona basi hao majambazi kweli walikuwa wamepita katika eneo hili la chini ya ardhi wakiwa na watoto wale. Walifanya juu chini kuhakikisha kwamba hakuna chochote kile ambacho basi kinaweza kufanya watoto hao waweze kutoa alama, ambao alama hii itawafanya basi waweze kukamatwa katika eneo hili hapa. Walipita haraka katika eneo hilo, huku juu askari wakiwa basi wanazidi basi kuchanganyikiwa, wanatafuta njia kwa ajili basi ya kuweza kukamilisha hili jambo. Wakaja wakagundua kwamba kuna gari ambalo lilikuwa limeweza kuibiwa wiki kadhaa, na gari lile ndilo basi lilikuwa basi limeweza kuonekana katika njia zile ambazo yule mbwa alikuwa ameweza kuwapeleka. Ndipo mwanamke huyu anaitwa Hughes akaja kugundua kwamba mbwa yule ni mbwa ambaye ana akili, sio fala. Basi mwanamke huyu akaamua basi kuweza kumwambia huyu askari kwamba wanapaswa waweze kutumia akili, wanapaswa waweze kutumia nguvu pamoja na umakini wa hali ya juu. Hata mzee huyu alikuwa anauza katika duka hili, saa zake zilikuwa zimeweza kuibiwa, naye pia alimfuata huyu askari na kumwambia kwamba fateni kile ambacho mbwa huyu alikuwa anajaribu basi kuweza kuonyesha, kina maana kubwa sana. Tumia akili, tumia hekima, unapaswa uweze kumsikiliza. Mbwa yule ameweza kufungua mpaka mlango, inamaanisha kwamba anajua nini ambacho anakifanya. Basi safari ya kurudi katika eneo lile basi iliweza kuanza. Katika eneo hilo ambalo basi vijana hao wadogo basi walikuwa wameweza kufichwa, mbwa waliweza kufika na waliweza kunusa harufu vema sana. Baada ya hapo basi kizaazaa ndipo basi kilipokuwa kimeweza kuanza. Huyu askari pamoja na mama yao waliweza kufika katika eneo lile pale. Hasa hapo na wenyewe pia wakaanza kufanya msako wa hali ya juu. Wakaanza kusikia kelele za huku na kule, mbwa wakiwa wanakimbizana. Ndipo basi waje kugundua kwamba eneo hili ndipo basi watoto wao inawezekana kwamba walipo. Mbwa waliweza kutishiana mpaka mwisho wa siku hawa miamba kumbe walikuwa wameenda kuuza saa zao kwa mtu mmoja ambaye ni mmiliki wa kivuko. Hasa mtu huyo aliweza kuwapa pesa zao. Sasa pesa hizi zilikuwa basi zinataka basi kuweza kuwatoa roho kabisa. Huku chini askari alikuwa tayari basi ameshaweza kufika, na watoto wao walikuwa wameshaweza kuuzwa na wenyewe pia. Kwa bahati nzuri au kwa bahati mbaya, Beji pia aliweza kuonekana na mama yao. Mama yao alipokuwa ameweza kumuona Beji namna ambavyo alikuwa anakimbia, basi akagundua kwamba ndipo ambako watoto walikuwepo. Mama alipokuwa anakimbia akaanza kukutana na huo wavu kumfanya basi ashindwe kabisa kuweza kupita. Huku kwenye maji sasa, huyu jambazi alikuwa anajaribu kuweza kumzuia Beji. Beji naye pia alikuwa anajaribu kuweza kuingia kwa nguvu sana. Akawa anaambia kwamba akate hiyo kamba ambayo Beji alikuwa ameweza kusimama hapo juu. Sasa kipindi ambacho anajaribu kuweza kuingia ndani ya meli hii, Beji maskini ya Mungu akaweza kujikuta kwamba ameweza kumrukia huyu mwamba, na mwamba huyu ambaye jambazi hili akaweza kumtupa kwenye ukuta wa meli. Mwamba akaanguka ndani ya maji, naye Beji akabaki ndani ya meli. Sasa hapo Beji akaweza kuzimia. Huku juu Kata pamoja na Frankie walikuwa wamefanikiwa kuweza kumtoroka yule mwamba ambaye alikuwa ni mmiliki wa kile kivuko. Sasa maisha yake yote Beji alikuwa ni maisha ambayo ni yaziki sana. Wakahisi kabisa kwamba inawezekana kwamba Beji atakuwa ameweza kufa. Polisi naye alihisi kabisa kwamba Beji atakuwa ameweza kufa. Kwa hivi sasa walikuwa wanaanza kulia maumivu makali rohoni. Frankie huyo, Kata huyo, mama yao pia. Askari naye akawa macho yamemtoka. Dakika za mwisho Beji kumbe alikuwa amezimia tu. Hapo akafanikiwa kuweza kuamka. Bana, mimi nafikiri kwamba sitakuwa na la ziada katika movie hii. Nafikiri kwamba dondosha comment yako hapo chini uniambie umeonaje kazi hii. Na je, kama ungeweza kumiliki mbwa namna hii, ungejisikiaje? Au ungemshukuru Mungu kwa kiasi gani? Bye bye for now.